mstari wa 16 hadi 21. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi, ya kuwa yametendwa katika Mungu. Tuombe. Mungu uliye pendo, umetupenda upeo sisi tusiostahili, ukashuka chini ukatufuata, ukaacha enzi Kristo afalme, ili utupatanishe sisi na Baba. Tunaomba neema hiyo izidi sana, nasi tufanywe kuwa wana wa Mungu. Tusaidie imani hiyo kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Tukae ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa msharika wa Kijota, sijaja hapa siku nyingi. Nitumie nafasi hii kutoa pole kwenye misiba mbalimbali ambayo tumesikia, ikiwemo kwaya yetu ya Sayuni. Mungu wa mbinguni aendelee kutuimarisha sisi sote na kututunza na kutufariji na kutupa nguvu zake. Ndugu zangu wapendwa, nitumie nafasi hii pia kuwashukuru kwa mapokezi, kwa ukarimu, kwa upendo wenu kwangu. Lakini pia nitumie nafasi hii wapendwa, kuwapongeza kwa kazi nzuri za usharika, za jimbo na za dayosisi mnazofanya. Hamjatuaibisha sisi tuliotokea hapa. Lakini pia kila nikija, ndugu zangu, nashangaa sana. Kuna kitu kimefanyika, hata kama sio kitu kikubwa, lakini kimefanyika. Nilikuja nikakuta ceiling board, nikaja nikakuta rangi ya usi. Leo sijakanyaga simenti, sijakanyaga tiles. Kwa hiyo nina wapongeza sana. Na mimi mtaniambia mpango wa tiles unaendeleaje, ili na mimi nichangie pale. Yesu asifiwe. Amen. Sasa somo la leo si kila mtu anajua, kwa maana jinsi hii na mtu hajue. Yohana 3:16 kila mtu anafikiri. Mimi nikwambie neno moja tu. Wewe uliyekaa hapa, na wewe uliyekaa, na wewe uliyekaa pale, na wewe
aliyekaa pale, na askofu mstaafu na wachungaji na watoto wale na watu wale, na hao wale mkenge wanakaga watu sisi, na hao waliokaa hapa, na mimi ninayehubiri, na kuachia neno moja tu: Mungu anakupenda. Hivi hapa duniani ukipendwa na Mungu unataka nini? Kuna utajiri zaidi ya kupendwa na Mungu? Kuna cheo zaidi ya kupendwa na Mungu? Kuna mali zaidi ya kupendwa na Mungu? Unaona jamaa mmoja amekuwa na mali sana, akaambiwa, mpumbavu wewe, usiku wa leo alikuwa hapendi na Mungu, hafariki. Mungu anashangaa eti mtu anasema, ninauma vidole vya tumbo, nini? Fulani hanipendi. Hebu angalia mambo mwana. Hebu angalia yeye. Eti mwanakwaya wa Sayuni ajinyonga, ameachwa mapenzi. Mungu anakupenda. Mungu. Wanadamu sio kwamba tusipendane, lakini kwa kweli Mungu akikupenda, wanadamu ni matokeo mahusiano. Alafu ni amri ya Mungu, mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini kitu cha kwanza sio kupendwa na askofu, sio kupendwa na mtu, sio kupendwa na nani, tena ni waharibie na wale wenye ndoa. Sio kupendwa na mume wala mke. Kitu cha kwanza kupendwa na Mungu Mwenyezi. Umenisusa. Mungu anapenda. Amina. Sana. Hiyo ndio habari. Kama mnasemaga habari ya mjini, ndio hiyo sasa. Mungu anapenda. Na kuna kale kaumbo Mungu anakapenda sana watu wengi. Rahamikole pongirone mwazo unyangere kwa yanduke wangwera nene muhanire Yesu wina kweno unyangere Yesu mojoi unyangere Yesu mojoi unyangere ino. Kwenye huu wimbo kuna alama ya mshangao wa askofu mstaafu. Ile unyangere ananipenda, ingewekwa mshangao. Kwa nini? Mimi nisiyefaa kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, mimi nisiye na sifa wala CV, lakini bado huyu mheshimiwa aliye mkuu kuliko mtu yeyote ananipenda. Mwangalie jirani yako, mwambie hiyo ulivyo unapendwa na Muumbaji wa mbingu na nchi. Pigie Yesu makofi. Hadi kama kuna mshirika atatoka na hicho, utampenda sana. Leo ukienda kaskazini, magharibi, mashariki, Mkenge, kusini, leo iwe kwa mguu, iwe baskeli, pikipiki, iwe gari, ukienda leo nyumbani, toka na kitu kwamba mimi hapa napendwa na Mungu. Bwana asifiwe. Halafu huo upendo hauishi tu nikiwa mzuri. Yesu mnampenda askofu akiwa mzuri. Alikuwa Arusha jana, ameacha mkutano, amekuja hapa, akimaliza ibada anarudi Arusha, ana kikao asubuhi Arusha. Huyu ni mzuri. Bwana asifiwe. Na mimi sinawapenda, nilipokea, kanipa supu, kanipa chapati,
mkanipa pilau, mkaimba vizuri, nawapenda. Mungu sio hivyo. Hata ukiwa mbaya anakupenda. Alitupenda kabla sisi hatujapenda. Na wewe unapotosha kweli, wewe unapotosha usharika. Mmekuwa sio waliteni na mmekuwa sio watu wa Biblia. Mnafikiri Mungu anakupenda kwa sababu umempendeza. Hali kanisa letu mpende msipende ni njoo ulivyo. Ila ukifika usiishi ulivyo. Kwani mwenye hospitali kwenda wewe? Ni ugonjwa ule. Si amepona? Njoni kupona. Njoni. Sio mkiwa umepona. Njoni mkiwa hivyo unaumwa. Lakini ukija ponywa. Anakupenda. Na ule wimbo unaendelea. Mona mure kanga enda kure mweso ovi ino unyanjere aganjirana ohakwe kangi nene nyonda musukea uve unyanjere Yesu moyoi unyanjere Yesu moyoi unyanjere. Hata nikienda mbali yeye ni vivyo hivyo ananipenda. Kujua haya kwanipa raha. Hao kuna wakaya leo niimba nyimbo na katika uimbaji kwa kweli kiwe kwa kweli. Kwaya za hapa na Rehema yupo anasikia kwenye maandiko. Kwaya za hapa Kijota zinaongoza dance. Muziki safi. Stepu safi. Theolojia safi. Amina. Kwa nini nasema theolojia? Kwaya nyingi zinasema kuimbia Mungu ila haziimbi nyimbo za Kikristo. Mungu hataji, shukrani hahitaji, sifa hahitaji, ukuu wa Mungu hautaji. Mwanzo mwisho utakufa hakika. Pombe zako hakika utakufa hakika. Chorus utakufa. Ukipande utakufa. Sehemu ya mwisho utakufa. Tupe tumaini na furaha na imani. Hatusemi usikemee nani. Hata somo la leo limesema waovu wakelewe. Somo limesema wanaopenda giza hawafai. Unajua? Mwanamke leo. Lakini kumwimbia Mungu, makerubi na maserafi wenye uhai wanne usiku na mchana, mtakatifu, shukrani na heshima, adhama na ukuu, mamlaka na nguvu